Wakili wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo amewasha moto nchini Tanzania. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kwa vyovyote itakavyotolewa na kusema tume ya Jaji Chande Othman juu ya vurugu ya mauaji Oktoba mwaka jana ni batili na haramu tokea ilipoundwa kwa sababu zifuatazo. Haya ni maneno yaliyotolewa na wakili Rugemeleza Nshala, na anazidi kwa kutoa sababu akitaja kwamba sababu ya kwanza ni kwamba tume hiyo imeundwa na Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mtuhumiwa namba moja, kwani ndiye alitoa amri ya kuwapiga risasi waandamanaji na watu ambao hawakuwa waandamanaji. Sababu ya pili kwamba tume hiyo ni batili ni kwamba Samia alisema wakati wa kampeni haramu za udanganyifu mkuu kuwa wanaosema hakutakuwa na uchaguzi wakumbuke kuwa yeye ndiye amiri jeshi mkuu na kuwa hakutakuwa na nywinywinywi wala nywinywinywi. Sababu ya tatu, wakili huyo anataja na kusema kwamba waandamanaji hawakuwa na silaha za moto. Ajabu yake walipigwa risasi kinyume kabisa na taratibu za kimataifa na nchi yetu za kukabiliana na waandamanaji, ambazo ni matumizi ya mabomu ya machozi, maji ya kuwashawasha, hewa ya pilipili na ikilazimika risasi za plastiki. Sababu ya nne, kulikuwa na kuzimwa kwa mtandao wa interneti kwa siku 6 na ilikuwa kinyume cha sheria. Kwa kuzimwa kwake, mauaji mengi yalitokea na yalisababisha watu kutokupata taarifa za kiwakati juu ya maovu makubwa yaliyofanywa na vyombo hivyo vya dola. Na kuzimwa kwa mtandao na zuio la kutoka nje ni sehemu nyingi za nchi yetu ilimaanisha hata wafanyakazi na mawakala wa tume ya udanganyifu mkuu wa Jacobs Mwambegele haikuwa na uwezo wa kupata matokeo ya uchaguzi huo haramu. Ajabu yake mdanganyifu huyo mkuu anayeheshimu kazi na maadili ya ujaji akatangaza matokeo kama kwamba uchaguzi ulifanyika na kura kuhesabiwa na matokeo kutangazwa katika kila tukio na hatimaye kutumwa kwa tume hiyo haramu. Stergomena Tax ambaye alikuwa waziri wa ulinzi katika serikali ya Samia wakati wa udanganyifu huo ni mjumbe katika tume hiyo ya Chande, na ni kanuni ya kisheria na haki kuwa huyu ana mgogoro wa kimaslahi na ni sehemu ya waliopaswa kuchunguza imekuwaje akageuka kuwa mchunguzi. Sababu ya 8, Rugemeleza anasema kwamba Jaji Othman Chande na Jaji Ibrahim Juma wanajua kama wajuavyo wanasheria na wasomi wote kuwa huwezi ukawa hakimu au muamuzi katika kesi yako mwenyewe ambayo inaitwa nemo judex in causa sua. Lugha hiyo sitambui vyema. Lakini sasa imekuwaje wawe katika tume ambayo ina kasoro hii kubwa? Je, inafahamika kuwa pale tume inapokuwa na kasoro hiyo yote iliyoyafanya hata kama ni mazuri kisheria huwa batili? Ni swali ambalo wakili Rugemeleza anauliza. Sababu ya 9 ambayo inaonyesha tume ile ni batili kwamba wakati tume hiyo inaanza kazi, Samia alitoa matamshi ya kuingilia kati au kutoa majibu kwa tume, ikiwa ni pamoja na kusema kwamba nguvu iliyotumika ilikuwa sahihi na kuwa kwa nini wazazi hawakuwazuia watoto wao kutoka nje. Sasa hapo ni nini kinachunguzwa tena? Manake Samia hapa ni wazi kwamba alikuwa ametoa amri. Sababu ya 10 inayoonyesha tume hiyo ni batili na inafaa kufukuzwa nchini Tanzania ni kwamba tume ilizuia uwazi wa watu waliotoa maelezo yao kwa kuvikataza vyombo vya habari kuendelea kutoa maelezo ya waathirika wa mauaji hayo ya kinyama yaliyofanywa na vyombo vya dola. Kukosekana kwa uwazi ilikuwa mkakati wa kuleta giza na kuzuia ukweli wa mauaji hayo kufahamika, na hivyo kile kitakachosemwa na tume kuwa eti ndicho kilichosemwa na waathirika kichukuliwa kuwa ni cha ukweli. Sababu ya 11 ni kwamba tume yenyewe
imeanza kampeni ya kuandaa umma kupokea ripoti yake na imekuwa na wasemaji wake, na hii inaashiria nia mbaya ya tume hiyo. Ni kwa msingi wa sababu hizo na kwamba Rugemeleza anasema kuwa tume hiyo ni batili na chote kitakachotolewa nayo ni batili. Ni taarifa ambayo imezua wasiwasi haswa katika tume ya Jaji Chande pamoja na Ikulu ya Tanzania, kwa sababu maneno haya ambayo yameibuliwa leo si mageni kwa Watanzania, kwani wengi wameshanyosha kidole cha lawama kwa tume hiyo ya Jaji Chande wakisema kwamba ni batili na kwamba inatumika sana na Samia Suluhu. Na ikumbukwe vile vile kwamba mwenyekiti ama naibu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mzee Wasira, Stephen Wasira, alitaja wakati fulani wakati Jaji Chande alionekana kuenda kinyume na yale Samia alikuwa amemwagiza. Kwa hiyo akasema kwamba tume hile ya Jaji Chande isiweze kuchunguza serikali ya Samia, kwamba haikupewa jukumu la kuchunguza serikali ya Samia, ila ilipewa jukumu la kuchunguza machafuko yaliyotokea mwaka jana na hayo yote. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Samia Suluhu na serikali yake ilikuwa imejiondoa katika uchunguzi ule, na kwa wengi ambao wametaja na kutoa shuhuda wanasema kwamba CCM ndio ilikuwa chanzo cha mauaji na machafuko yaliyofanyika baada ya uchaguzi ule, kwa sababu ndio ilikataa maridhiano before ama kabla ya uchaguzi mkuu, kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo hakikukataa kuingia kwenye yale ama kwenye uchaguzi, ila kilikuwa kimeomba kwamba tume ile ama niseme chama kile cha CCM kikubali kwamba kufanyike mabadiliko katika katiba ya Tanzania na vigezo vyote vinavyohusiana na uchaguzi, ndiposa uchaguzi ule ufanyike, jambo ambalo lilipoziliwa na Chama cha Mapinduzi. Kisha baadaye ikawa kwamba machafuko yameweza kutokea baada ya uchaguzi. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanazidi kuibuka, na ikumbuke kwamba tume ile ya Jaji Chande ilikuwa itoe ripoti yao mapema, lakini ikasitishwa baada ya Samia Suluhu kugundua kwamba tume ile haikuwa imenyosha kidole cha lawama kwa Chadema na kutwika tuhuma zile Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwamba ndicho sababu ya mauaji. Kwa hivyo wakarudishwa. Sababu ama kwa awamu ya pili pia, wakati jaji yule alitaka kutoa ripoti ile, ikagundulika kuna mengi ambayo Samia alitaka kuwe included kwenye ile taarifa ama ile ripoti. Kwa hivyo tena wakarudishwa na mara ya tatu. Kwa hivyo sasa hivi ripoti ambayo itatolewa bila shaka ni ripoti ambayo imehakikiwa na Ikulu, na vile vile ripoti yenyewe ikatolewa na wandani wa Samia Suluhu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ingawaje Samia Suluhu anajiweka kimataifa kwamba anataka kuleta maridhiano nchini Tanzania, kwamba huo wote ni upuzi, ni katika kujinadhifisha mbele ya umma na mbele ya kimataifa. Sijui una maoni gani kutokana na ujumbe ambao umetolewa na wakili wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Rugemeleza Nshala? Yaweza niandikia ujumbe huo kwenye comment section, na vile vile kumbuka unaweza niandikia ujumbe huo, na unaweza kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Gonga alama ya kengele ndipo usipokee taarifa hizi moja kwa moja pindi tu zinapochipuka.